Bwana, mimi nikushukuru sana na niseme tu asante kwa kuwa nasi Anuari TV kutoka huko Rabat nchini Morocco. Moja kwa moja tumekupata vizuri na nikwambie tu asante, lakini pia dua kwa timu ya taifa ya Tanzania. Ndio tunafahamu sasa hivi macho, masikio pamoja na mioyo ya Watanzania ipo kule nchini Morocco katika michuano ya AFCON, na kesho tunakwenda kushuhudia timu yetu ya taifa kwa maana Taifa Stars ikishuka dimbani kukipiga dhidi ya Tunisia, the Eagles of Carthage. Pengine inakwenda kuwa mchezo wa aina gani hasa, na ukikompea mechi mbili za mwisho tumeangukia pua. Nini afanye Miguel Angel Gamondi kuelekea mchezo wa kesho? Ni mchezo mgumu, ni mechi ngumu kwa sababu tunakutana na timu kutokea Afrika ya Kaskazini, na kwa bahati mbaya sana hatuna bahati ya kupata matokeo dhidi ya timu za Afrika ya Kaskazini, hasa zinapokuja kwenye mashindano ya AFCON, kwa sababu nilikuwa natazama hapa records za Tanzania dhidi ya timu za North Africa kwenye AFCON kwenye edition kama 3 zilizopita. Tujapata matokeo yote ya ushindi wala sare. Mwaka 86 tulikutana na Egypt kwenye AFCON tukafungwa magoli 2-1. Mwaka 2019 kwenye AFCON ambayo ilifanyika nchini Misri tulikutana na Algeria tukafungwa magoli 3-0. Mwaka 2023 pia tulikutana na Morocco kwenye AFCON. Hizi ni timu kutokea North Africa tukafungwa pia magoli 3-0. Tunakutana tena na timu nyingine kutokea North Africa safari hii mwaka 2025, timu ya Tunisia. Sijui nini ambacho kitatokea, lakini mchezo mgumu. Kipi ambacho anatakiwa kufanya kocha Miguel Gamondi? Nafikiri ni kuangalia namna ambavyo Tunisia wamecheza michezo mbili zilizopita. Mechi ya kwanza dhidi ya Uganda, namna ambavyo walimfunga Uganda the Cranes, lakini namna ambavyo pia walipoteza mchezo wa pili dhidi ya Nigeria. Kuna masomo mawili hapa ambayo mwalimu anapaswa kuyaangalia kwa umakini sana. Mechi dhidi ya Uganda unawatazama Tunisia na namna gani ambavyo walikuwa wanatengeneza nafasi na kufunga magoli 3, lakini mechi dhidi ya Nigeria, kitu ambacho Miguel Gamondi anapaswa kukitazama ni namna ambavyo Tunisia waliruhusu magoli 3 na kufungwa na kupoteza mchezo huu, lakini pia sio kuruhusu magoli 3, na wao waliruhusu magoli 3, lakini vile vile na wao pia walifanikiwa kufunga magoli 2. Kwa hiyo hii ni timu ambayo ina picha mbili. Picha ya kwanza ni kwamba ni timu ambayo inaweza kufunga ikafunga magoli, lakini picha nyingine pia ni timu ambayo pia nayo ina uwezo wa kuruhusu magoli. Kwa hiyo ni scenario mbili hizo ambazo mwalimu Gamondi anabidi afanyie kazi kwenye kiwanja cha mazoezi. Namna ambavyo Tunisia wanafunga magoli yao, kuna aina wanafunga kwa aina tofauti, lakini aina yao kubwa sana kufunga magoli ni kupitia mipira ya cross na mipira mirefu. Na hapa utamzungumzia Chief Instigator kwenye kikosi chao ni huyu bwana mdogo, mchezaji wa zamani wa Manchester United, anaitwa Hannibal Mejbri. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamekuwa wabunifu kwenye kikosi cha Tunisia. Mpaka sasa hivi ndio mchezaji ambaye kwenye timu hii anaongoza kwa kutengeneza nafasi nyingi. Kwenye michezo miwili tu pekee ameshatengeneza nafasi 6 kubwa kwa upande wa Tunisia, na ana assist 2, ameassist kwenye mechi zote mbili. Mechi ya kwanza dhidi ya Uganda na mechi ya pili dhidi ya Nigeria pia aliweza kuassist. Kwa hiyo ni mchezaji pia wa kuchunga huyo, lakini wana wachezaji pia wengine hawa mbele, mtu kama kina huyu winga wa kulia na Elias Ashur ni mmoja kati ya wachezaji hatari pia striker wao Hazim Mastur na pia ni mchezaji hatari, na hao wakiwa wanashambulia mara nyingi huwa wanajaza sana, wanarudikana kwenye box la mpinzani. Kwa hiyo wanataka kila mpira ambao unatupwa katika box la timu mpinzani. Kwa hiyo namna gani vipi tutadili na hiyo threat ya Tunisia ni kazi sasa ya mwalimu, namna ambavyo organize defense yake ambayo inaongozwa na Mwamnyeto kina Ibrahim Baka pamoja na kina Haji Mnoga. Lakini eneo kubwa sana ambalo natazamia linapaswa kufanywa kazi ni katikati mwa uwanja. Bado sifurahishwi na namna ambavyo timu yetu ipo compact katikati mwa uwanja kupitia kwa huyo Alphonse Nsanga na Novat Miroshi. Bado kuna mianya mingi sana ambayo tunaruhusu wapinzani wetu kuwa wanapita kirahisi na kwenda kuonana defense ya timu ya taifa ya Tanzania. Lakini eneo lingine kubwa ambalo tunapaswa kuwa makini, mwalimu Miguel Gamondi anapaswa kurekebisha, ni kwenye maeneo ya pembeni. Tunaonekana tuna udhaifu mkubwa sana kwenye wide areas. Inawezekana mabeki wa pembeni Noga pamoja na Mohamed Hussein wanafanya kazi yao kwa usahihi sana, lakini bado na mashaka na tracking back ya mawinga wetu Tariq Al-Lahia pamoja na Tarin Al-Lahia pamoja na Simon Msuva, ambao mara nyingi amekuwa anaanza kutokea wide. Bado sifurahishwi na coverage yao ama support ambao wanaitoa kwenye phase ya kuzuia kwa mafullback wao. Kwa ni eneo lingine ambalo mwalimu Miguel Gamondi
anapaswa kuitazama, kwa sababu Tunisia tunafahamu timu za North Africa ama Afrika Kaskazini ni timu ambazo zinatia sana pressure kutokea maeneo ya pembeni, napiga sana cross, then nyinyi muweze kudili nazo. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini kwenye maeneo haya. Ndio, nimeshuhudia katika michezo miwili ambayo tumecheza Mwalimu Miguel Gamondi akijaribu kufanya rotations katika maeneo kadhaa. Tuliona mchezo uliopita bwana mdogo Kevin Dion alianza katika eneo la ushambuliaji kama mshambuliaji kiongozi. The same upande wa kulia Haji Mnoga alianza kikosini. Hata pia katika eneo la midfielder Chazi Mombwa aliondolewa na kuanza Faisal Salum Abdara Feitoto. Pengine kuelekea mchezo dhidi ya Tunisia, unafikiri nini hasa ambacho Gamondi atakwenda kuingia nacho katika eneo la upangaji wa kikosi? Hasa ni aina ya wachezaji gani ambao huenda wakawa wanaienenda mechi au falsafa ya mechi ikawa inaifaa zaidi? Nashawishika kuamini kwamba mechi ya kesho dhidi ya Tunisia Mwalimu Gamondi anaweza kariveti kwenye approach ya kuzuia zaidi. Tuzuie na watu wengi, alafu tutumie pace ya watu wetu wa mbele kuweza kufanya mashambulizi ya kujibu ama counter attack. Na nahisi kesho anaweza kaanza na back three ya mtu kama Ibrahim Hamadi, nyuma Mwamnyetu pamoja na Dickson Job, then akawa na wing back Mohamed Hussein Loda na Shomari Kapombe, then katikati akajaribu kuweka viungo watatu kwenye attributes za kuzuia zaidi. Miroshi anaweza kabaki, lakini tunaweza kushuhudia pia labda mtu kama Yusuf Kagoma akipewa nafasi ya kucheza pamoja na Alphonse Msanga kutengeneza block ama defensive line kwenye phase ya pili ya kiungo ambayo ina watu watatu. Hapo then mbele tukatumia pace ya mtu kama Tarin Alaraya labda na Simon Msuva, ikiwezekana pia na Kevin John akicheza kutokea katikati, kutumia pace ya watu watatu kujaribu kuwashambulia hawa Tunisia kwenye counter attack. The same way ambavyo tulijaribu kuiona sura ya pili ya Miguel Gamondi kwenye mchezo dhidi ya Nigeria, na nafikiri alijaribu kutumia mfumo wa beki watatu na timu ikaonekana ina balance nzuri. Kwa hiyo nafikiri anaweza kujaribu mfumo dhidi ya Tunisia katika mchezo wa kesho. Ndio, katika rekodi ya michuano ya AFCON unapozungumza Tunisia unakuwa unazungumzia bingwa wa michuano ya AFCON mwaka 2004, michuano ambayo ilifanyika hapo nyumbani kwao. Pengine hii haiwezi kuwa sehemu ya chachu, lakini pia kuwa na shauku ya kutaka kufanya kama kile ambacho alikifanya mwaka 2004, ama Tanzania pia rekodi itaendelea kutafuna katika michuano safari hii, hasa katika mchezo wa kesho? Tukiwa wazi, bado nafasi yetu ni ngumu. Kusema ukweli, nafasi yetu ni ngumu. Sioni kama tuna hiyo nafasi ya kuvuka kwenda hatua ambayo inafutia 16 bora, hasa ukizingatia ukizihusisha record na historia. Kwa sababu kwanza, kitu cha kwanza, timu ya taifa Tanzania hatujawahi kushinda mchezo wowote kwenye mashindano ya AFCON. Then kesho tunauliza swali gumu: je, mnaweza mkaweka hiyo historia ama record mpya kushinda mchezo wenu wa kwanza wa AFCON dhidi ya Tunisia, bingwa huyo ambaye umetoka kumtaja hapo? Inakuwa ni swala gumu. Lakini kitu kingine ni kwamba sio kwamba kumfunga Tunisia haiwezekani, kwa sababu hata Tunisia nao hawana ubora kiasi hicho kulinganisha na timu nyingine kwa hivi sasa, japokuwa ni miongoni mwa timu ambazo zipo kwenye form nzuri, kwa sababu ukitazama kwenye mechi kama 9 hivi zilizopita za michuano hii ya AFCON wamepoteza mchezo mmoja tu dhidi ya hawa Nigeria. Lakini haiondoi kwamba ni timu ambayo haiwezi kufungika ama hakuna timu ambayo inaweza kupata matokeo dhidi yake. Lakini kinachotuathiri sisi zaidi nafikiri ni kaliba tu ya mchezaji ambaye tunakutana naye, kwa sababu hawa wanatokea North Africa, lakini pia wana wachezaji wenye kaliba wenye ubora mkubwa kuliko sisi. Kwa hiyo uzoefu pia kwa namna moja ama nyingine ni kitu ambacho kinaweza kikaa ni decisive factor ya kuamua ni timu ipi ambayo inaweza ikawa na nafasi nzuri ya kushinda mchezo wa kesho. Lakini binafsi ukiniuliza niongee kama mtu wa mpira wa miguu ama mtu ambaye na ufuatilia mchezo wa mpira wa miguu, nitakwambia tu kwamba Tanzania tuna mechi ngumu sana, na nadhani rekodi yetu ya kutoshinda mchezo wote kwenye AFCON katika edition zote ambazo tumeshiriki inaweza ikaendelea. Lakini mpira una maajabu yake. Pengine kesho ndio inawezekana siku ya Tanzania kupata matokeo na kushinda na kuvuka na kuweka rekodi ya kuvuka kwenye hatua ya mtoano kwenye AFCON. Sasa nini afanye Miguel Angel Gamondi na msaidizi wake Musa Ndiaye pamoja na Ahmed Ali katika mchezo wa kesho kiufundi, hasa ili mradi walau tuambulie alama moja na turejee tena kutafakari michuano ya AFCON 2027 tukiwa kama wenyeji, twende tukafanye kitu ambacho kiko bora zaidi ya hapa tulipoishia? Kama tunataka matokeo, nafikiri
There's no way, yani kesho inabidi tupate matokeo ya ushindi. Yani kama kweli tuna malengo kutaka kwenda kwenye hatua ambayo inafuatia, mechi ya kesho ni must win game. Yani ushindi pekee ndio utatupa nafasi ya sisi kukata tiketi ya automatic places ya kwanza na pili, tuweze kuungana na Nigeria kwenye hatua inayofuatia mtoano. Lakini kama tunataka kucheza tu for the sake of kucheza na kulinda heshima yetu, nafikiri basi itakuwa game haina maana. Kesho hakuna namna yote. Mwalimu Miguel Gamondi kiufundi, kimbinu, lazima iseti timu tuweze kutafuta matokeo ya ushindi. Kesho hatuna za kupoteza. Na hii mechi nikwambie ndugu yangu, ni mechi ambayo itakuwa ya wazi sana. Kwa hiyo mechi za wazi mara nyingi umakini pia unapaswa kuwa mkubwa sana. Ndio maana nimekwambia hapo ni kuangalia profile za wachezaji wetu. Nafikiri tuna uwezo wa kuhimili mashambulizi kwa aina ya walinzi tulionao. Kama kiongeza hapo zaidi ya kiulinzi kwa kuanza labda na Bakteria, Ibrahim Abdullah Bakari Mwamnyeto pamoja na Dickson Job, na mimi ni mabeki ambao wanaweza wakahimili mashambulizi ya Tunisia. Lakini pia tuwe na ufanisi kwenye nafasi ambazo tunazitengeneza. Kwa mfano game iliyopita dhidi ya Uganda, ni mechi ambayo tungeweza kufunga hata magoli 3, lakini ufanisi pia ukawa ni mdogo sana. Mwalimu anaweza akafanya kila kitu, akaandaa timu kimbinu na kiufundi, lakini mwisho wa siku itapo wachezaji wenyewe sasa kuexecute ama kutekeleza mbinu za mwalimu na kutumia nafasi kwa ufanisi mzuri, nafasi ambazo zinatengenezwa. Kwa hiyo kwa mechi ya kesho, kitu cha kwanza ni kuimarisha kwanza eneo la ulinzi. Tuwe wagumu, tuwe compact, tuwe aggressive kwenye kuwazuia Tunisia. Lakini pia namna ya pili ni namna ambavyo tutaweza kutumia nafasi zetu. Kila nafasi tunaoitengeneza tunabidi tuicount kwa magoli, kwa sababu sio rahisi kutengeneza nafasi dhidi ya timu kama Tunisia. Kwa mfano wao Tunisia, ukitazama records kwenye mechi mbili za AFCON, wamepiga mashuti 8 on target, lakini mashuti 5 katika hayo 8 on target yamezaa magoli. Hii inakuonyesha kwamba wana ufanisi mkubwa kwenye kuzitumia nafasi zao ambazo wanazipata. Sisi tunaweza tukakifanya hicho kitu kwa ufanisi kwenye lango la timu ya Tunisia. Ni swala ambalo tunasubiri kuona alikitekelezwa ama alikitokea katika mchezo wa kesho. Tumzungumzie Simon Happy God Msuva hapo, ambapo mchezo uliopita alitoka kuweka rekodi ambayo taifa ama Afrika Mashariki imekwenda kushuhudia hili mara baada ya kumfikia Mrisho Harfan Ngasa mabao 25 katika karia ya timu ya taifa ya Tanzania. Simon Happy God Msuva, hili linaashiria nini hasa katika tournament muhimu kama ya AFCON, akifikia rekodi ya Mrisho Harfan Ngasa ambayo imedumu kwa zaidi ya miaka 5 hivi sasa? Ni achievement kubwa kwake kwa Simon Msuva, kwa sababu hizi ni rekodi ambazo zinadumu vizazi na vizazi. Yani ukimzungumza Msuva unamzungumza top scorer wa muda wote, sio tu wa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, lakini huu ndo top scorer wa muda wote kwenye mashindano ya AFCON kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Amefunga kwenye kila edition ambayo ameshiriki. Mwaka 2019 nchini Misri ilikuwa ni ya kwake mara ya kwanza, akafunga mechi kwenye edition ya mwaka 2023 kule Ivory Coast, alifunga pia goli, na mwaka huu pia kwenye edition inayofanyika Morocco amefanikiwa kufunga goli. Kwa hiyo ni historia kubwa kwake na ni kitu ambacho kitabaki kukumbuka katika vizazi na vizazi ambavyo vinafuatia. Lakini pia ndio hivyo anamalizia career yake. Kwa hiyo kama taifa tunapaswa kujiandaa ama kutengeneza pia wachezaji wengine ambao watakuja kurithi hicho ambacho amekuwa akifanya mchezaji kama Simon Msuva pamoja na Samata ambao ndo wanamalizia. Lakini ukizungumzia Msuva pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao inawezekana ananufaika pia kucheza kwenye kivuli cha Mbwana Samata, kwa sababu ukizungumzia timu ya taifa Tanzania watu wengi wao wanamtolea macho Mbwana Samata. Yaani anazungumza sana Samata na Simon Msuva anasahaulika. Kwa hiyo pia ni advantage pia ambao amekuwa akipata Simon Msuva pengine kufanya kile ambacho anakifanya kiwa na timu ya taifa, kwa sababu timu nyingi zikiwa zinacheza na timu ya taifa Tanzania nafikiri wanamuhighlight sana Mbwana Samata na kumsahau Simon Msuva. Kwa hiyo Msuva kimbino na kiufundi ananufaika na hilo tag la Mbwana Samata. Yaani anasahaulika na ndio huyo anakuwa na madhara makubwa sana. Ukitazama mechi nyingi za timu ya taifa Tanzania, mchezaji mwenye madhara makubwa sana ambaye anafunga magoli direct ni Simon Msuva kuliko Mbwana Samata. Kwa hiyo amekuwa kinufaika pia na kucheza kwenye kivuli cha Mbwana Samata ambaye anazungumzwa sana na take attention ya timu pinzani, lakini
hawatake attention ya Simon Msuva ambaye ananufaika nayo akiwa kiwanjani. Bwana, mimi nikushukuru sana na niseme tu asante kwa kuwa nasi Anuari TV kutoka huko Rabat nchini Morocco. Moja kwa moja tumekupata vizuri na nikwambie tu asante, lakini pia dua kwa timu ya taifa ya Tanzania. Bana, shukrani sana. Shukrani.